kwa taarifa hiyo. Turejea hapa nchini ambapo wakulima wa mahindi wanashirikiana na watafiti kujadili mustakabali wa kilimo cha mahindi nchini. Wataalamu wanahimiza matumizi ya mahindi yaliyobadilishwa vinasaba kama suluhisho la hasara inayotokana na mabadiliko ya hali ya anga na wadudu waharibifu. Dennis Otieno alizuru kaunti ya Trans Nzoia na kuzungumza na wakulima wadogo kuhusu kilimo cha mahindi yaliyoboreshwa. Haya yote ni katika makala ya wiki hii ya Kilimo Biashara. Kupiga mahindi yangu dawa, wacha ikuliwe na wadudu. Katika mji wa Kitale unaojulikana kama ghala la chakula la Kenya, wakulima wamekusanyika kupanga mustakabali wa kilimo cha mahindi. Hali isiyotabirika ya hewa na wadudu sugu wanaendelea kupunguza mavuno na kuwalazimu wengi kufikiria upya mbinu zao za kilimo. Pale mbeleni ilikuwa ikisemekana magunia 40 kwa eka. Kwa hivi sasa imeendelea mpaka imekuwa between 15 na 20 kama mtu amefanya bidii sana na kutumia kutoka mfukoni zaidi. Ugonjwa sana ndio inanishinda sana na makwekwe ndani ya shamba ndio inanisuia ni harvest mzuri. Changamoto hizi ndizo zimevutia watafiti kufika katika eneo hili na maeneo mengine yanayokuza mahindi, wakihamasisha wakulima kutumia mahindi yaliyobadilishwa vinasaba. Wakati kuna hiyo viwavi wako wengi, mkulima inabidi apige dawa sio chini ya mara 3. Ukifanya hesabu unakuta mkulima anatumia sio chini ya shilingi 12,000. Mahindi haya hukua vema hata katika mazingira magumu, tofauti na mahindi ya kawaida ambayo huhitaji kunyunyizia dawa mara kwa mara na bado huleta hasara wakati wa ukame. Tukileta hii teknolojia ambayo tunasema ni ya BT Maize, mkulima mambo ya kutumia madawa, mambo na hali yake ya afya, mambo ya hali na chakula cha ng'ombe, mambo na environment, yote tutakuwa sawa. Wakulima pia wameanza kutofautisha ukweli na dhana potovu. Cases nyingi za kansa husababishwa na madawa ambayo pia yanatumika kukinga wadudu. Lakini mahindi yenyewe ambayo ni genetically modified haina madhara yoyote. Maana hakuna engineering imefanywa kwa mbegu ili iwe tofauti. Licha ya kesi mahakamani kupinga uhalalishaji wa kilimo cha vyakula vilivyoboreshwa vinasaba, watafiti wanasisitiza kuwa mahindi ya GM yamepitia majaribio ya kina na linaafikia usalama wa hali ya juu. Na wamefanya utafiti na wakaitoa ile njini wenyewe na wakaweka kwa mahindi na ikaungana na mahindi yenyewe na ikakuliwa na stalk borer wakakufa. Kwa hivyo wakati huu hatuombi teknolojia kutoka nje. Dennis Otieno, Runinga ya Citizen.